Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 14 ya mwezi Julai tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Camille wa Lelis, padre. Camille alizaliwa mnamo mwaka 1550 katika familia bora huko Abruzzi nchini Italia. Camille alipoteza wazazi wake akiwa bado mdogo. Hakuwa na mtu wa kumlea na kumsomesha. Camille alijifunza kazi ya uhunzi, lakini akapoteza urithi alioachiwa na wazazi kwenye mchezo wa kamari. Alipata uvimbe usiopona kwenye miguu yake, na ugonjwa huu ukamfanya Camille aache kazi ya jeshi, akaomba kufanya kazi hospitalini. Camille alifanikiwa kupata kazi hii, lakini baadaye aliipoteza kwa sababu tu ya tabia yake ya kugombana na kushindwa kutawala hasira yake, tabia aliyoizoea kwenye kamari. Ilimchukua miaka 7 kubadilika. Akiwa na umri wa miaka 26, aliongoka akawa mtu mtulivu, akaishi maisha ya toba huku akihudumia wagonjwa katika hospitali moja mjini Roma. Camille aliweza kuwavuta watu wengi kwa majitoleo yake katika kuhudumia wagonjwa, hasa waliokuwa mahututi. Kutokana na hekima na moyo wake wa ibada, aliteuliwa kuwa mkuu wa kitengo cha uuguzi. Akiwa na umri wa miaka 32, akitiwa moyo na Mtakatifu Filipo Neri ambaye alikuwa mshauri wake wa kiroho, alijifunza Kilatini ili aweze kuwahudumia vema zaidi wagonjwa, na miaka 2 baadaye alipewa daraja ya upadre na Askofu Thomas Goldwell. Camille aliendelea kusumbuliwa na ugonjwa wake kwa muda wa miaka 46 na baadaye akapata tena maradhi mengine 4. Hivyo maisha yake yakawa maisha ya mateso makali. Hata hivyo, alivumilia mateso ya ugonjwa wake kwa saburi, akiyaita matendo 5 ya huruma ya Mungu. Katika hali hii ya mateso, aliendelea kuwahudumia wagonjwa wenzake, akijisukuma na kuhakikisha kuwa kila mgonjwa anapata huduma yake. Aliweza kuhudumia watu kimwili na kiroho vema kuliko jinsi mtu wa umri wake angeweza kufanya. Camille alifariki dunia mnamo tarehe 14 ya mwezi wa 7 mwaka 1614 akiwa na miaka 64, wakati akitaja majina matakatifu ya Yesu na Maria. Camille alitangazwa mtakatifu mnamo mwaka 1746 na mwaka 1886 Papa Leo wa 13 alimtangaza yeye na Mtakatifu Yohane wa Mungu kuwa wasimamizi wa wagonjwa na wauguzi. Camille alishika sheria ya mapendo katika huduma aliyoitoa kwa wagonjwa, akiwa anaamini kuwa kwa kufanya hivyo anamtumikia Kristo mwenyewe. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Camille wa Lelis, padre. Ee Bwana, ninakiri kuwa mimi ni mdhambi kuliko watu wote. Sistahili kupata neema yako, lakini niokoe kwa huruma yako isiyopimika. Rejea ya Mtakatifu Camille wa Lelis. Watakatifu wengine tarehe 14 ya mwezi wa 7: Mtakatifu Elvira, Mtakatifu Heraklas askofu, watakatifu Antiochus, Marius, Dagionus, Menesideus, Mamor, Mamarus,
Petrus na Gumus, wafia dini wa Misri, Mtakatifu Sirius, askofu wa Tunisia, na pia watakatifu Papias na Donatus, wafia dini wa Afrika Kaskazini. Mtakatifu Kamili wa Lelis, padre, utuombee.